Mamlaka ya elimu na mafunzo stadi VETA imetoa wito kwa wasichana na wanawake wahitimu wa vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati wenye nia ya kuwa walimu wa ufundi katika shule za sekondari na mafunzo ya amali kusomea ufundi daraja la 3 katika chuo chake cha ufundi VETA Gorowa kilichopo mjini Babati mkoani Manyara. Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa VETA kanda ya kati alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari mjini Babati mkoani Manyara, ambapo chuo hicho kilichopo Manyara Gorowa kimeteuliwa kupokea wanafunzi wa kike pekee kuanzia Julai ya mwaka 2025. Lakini pia mkurugenzi wa chuo hicho cha ufundi Gorowa kilichopo mjini Babati amesema chuo hicho kipo tayari kwa ajili ya kupokea wanafunzi watakaojiunga na chuo hicho pamoja na mazingira ya kufundishia yako safi kabisa. Na hii ni taarifa kutoka hapa katika chuo cha Gorowa kilichopo Babati Manyara. Mimi naitwa Ramadhani Mataka, ni mkurugenzi wa kanda ya kati VETA. VETA kanda ya kati kwa kushirikiana na mamlaka tumeamua chuo cha VETA Gorowa kiwe ni chuo kinachotoa watahini wanawake tu, hasa kuanzia na level 3, kuanzia level 1 mpaka level 3, lakini kwa sasa hivi tunahitaji vijana wa kike kuja kusoma level 3 Gorowa. Tunao sasa hivi wavulana, lakini kadri wanavyoenda basi wataondoka, watabaki sasa wasichana kwa miaka hii ijayo moja kwa moja. Ni kwa nini basi tumchagua Gorowa? Kwanza eneo. Kama tulivyosema, lengo mojawapo la VETA ni kuongeza tunasema utahini au kuongeza usajili wa wanafunzi wa kike. Kama Mheshimiwa Rais anavyohitaji kwamba jamani, sasa hivi basi tuwe sawa kwa sawa 50 by 50. Lakini kwa kanda ya kwetu hii tumeona kabisa 50 by 50 bado lazima tufanye juu chini kufikia. Tunafikiaje sasa? Kama nilivyosema awali, wanafunzi 1459 hao ni wavulana. 1897 hao ni wasichana. Sasa lengo kwa kanda ya kati kufikiwa itachukua muda sana. Sasa tukasema hapana. Tumekaa management tukasema chuo kitakachotoa wasichana peke yake ni chuo cha VETA Gorowa level 3. Sasa tumechagua eneo hili hasa kuhamasisha, kwa sababu eneo hili tunalifahamu kabisa mkoa wa Manyara ni mkoa wa ufugaji. Sote tunafahamu wafugaji wengi elimu ya wasichana hasa elimu ya ufundi. Wafugaji na wachache sana wanaowaleta vijana wao kuja kusoma elimu ya ujuzi. Kukupitia chuo hiki, kwa sababu kitakuwa na boarding, tuna imani kabisa wafugaji wa eneo hili na maeneo mengine Tanzania, kwa sababu ndio chuo pekee kitakuwa Tanzania nzima kinachotoa elimu ya ufundi ambao ni ujuzi utakaotolewa kwa wasichana tu. VETA ina vyuo zaidi ya 80 na mpaka mwakani tutakuwa na vyuo zaidi ya 145. Lakini hakuna chuo ambacho kinatoa wasichana tu, wanawake tu. Tumekichagua chuo cha VETA Gorowa kwa ajili hiyo, kuhakikisha kwamba ajira ya wanawake katika mkoa wa Manyara na mikoa mingine yote inapatikana kupitia sasa Gorowa, kwa sababu wasichana watakuwa wengi watakuja hapa. Lakini watanufaika namna gani? Moja, kama tunakumbuka kwamba kwa sasa hivi shule mitaala ya sekondari imebadilika. Kuna shule za jumla na shule za amali. Tuna imagine kabisa sasa vijana watakaotoka wa kike wataongeza nguvu kazi ya kwenda kufundisha shule hizi za amali. Ukiangalia kwa mkoa, kwa kanda yetu hii, walimu wako 104 kwa vyuo vyetu hivi. Walimu wanaofundisha, acha hao walimu wanaofundisha masomo mengine, wanaofundisha swala la ufundi tu wako 104. Lakini wanawake walimu wako 29. Waliobaki wote ni wanaume ambao ni 28%. Sasa tukasema hapana, lazima tuhakikishe kwamba kama serikali Mheshimiwa Rais inavyohitaji kuhakikisha wasichana sasa tunawekea mikakati maalum
na mikakati maalum ni kuanzisha chuo ambacho kwa kanda ya kati kinachotoa wanawake tu. Niwaambie kwamba chuo cha VETA Gorowa ni miongoni mwa vyuo vya VETA ambavyo vina karakana bora sana, lakini vina vifaa vya ufundi stadi bora sana na vya kisasa. Mwaka ujao wa fedha, serikali imetoa shilingi milioni 330 kwa ajili ya ujenzi wa bweni la wasichana ili kuweza kuongeza udahili wa hao walimu ambao tunaenda kuandaa kwa ajili ya kufundisha sekondari ambazo zitatoa mafunzo ya amali, lakini pia vyuo vya VETA. Lakini kwenye eneo la walimu, tuna walimu wenye weredi. Ni kweli tuna mapungufu kidogo, lakini tuna walimu wenye weredi. Walimu wa chuo cha VETA Gorowa wameiva na wana uwezo wa kuendesha mafunzo katika hali ya ubora. Na hii inaweza kuthibitishwa kwa matokeo ya wanafunzi waliomaliza hatua ya pili, yani level 3. Wamefaulu kwa zaidi ya 90%. Fani tulizonazo ni 3 kwa sasa: umeme wa majumbani, ushonaji, ubunifu mitindo na teknolojia ya nguo. Lakini pia tuna fani ya ufundi bomba, tunaita plumbing and pipe fittings. Lakini itakapofika mwezi Januari mwaka 2026 tutaongeza fani nyingine 4. Katika hizo fani 4 itakuwepo fani ya ICT ambayo ni tunaita TEHAMA, tutaendesha kwa muda mrefu. Kuna fani inaitwa horticulture au kilimo cha mboga mboga na matunda, tutaenda kuona tayari tumeshaanza maandalizi, tuna greenhouse nzuri tu, lakini pia tumeshaanzisha bustani mbalimbali kwa ajili ya mafunzo hayo. Lakini fani ya 3 tutakayokwenda kuianzisha inaitwa fani ya animal health and production. Hii ni masuala ya uandaaji, matunzo, mpaka kwenye eneo la masoko ya mifugo, lakini pia na mazao yote ya mifugo. Lakini mwisho kuna fani tunaita fani ya mapishi, lakini kizungu au kitaalamu tunaita food production. Hapa tuna jiko tumeshakamilisha, lakini pia tuna bwaro la chakula zuri tu ambalo liko kwenye ukamilishaji, imefika 95-96 sasa hivi. Vitatusaidia kuanzisha fani ya food production ili vijana wetu sasa waweze kupata mafunzo kwenye maeneo hayo. Serikali inatoa zaidi ya milioni 1,200,000 au zaidi kwa kila mwanafunzi mmoja. Kwa hiyo mzazi anapotoa 120,000 kwa mwaka kwa mwanafunzi wa boarding, alale, ale, anywe, atumie maji yetu, aingie karakana na darasani apate mafunzo ya fundi stadi na shughuli nyinginezo, kiukweli ni kama mzazi anatoa mchango na sio kulipa ada. Kwa hiyo naomba nitumie fursa hii kuwakaribisha wakazi wote wa mkoa wa Manyara, lakini pia niwakaribishe wakazi wote wa mikoa ya jirani, Singida, Arusha. Tunaanza mwezi wa 7 mwaka huu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.